Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Moscow imependekeza kuendelea na mazungumzo ya moja kwa moja na Kiev kuhusu uwezekano wa kusitisha vita vya Ukraine, ambapo duru ijayo ya mazungumzo inapangwa kufanyika Jumatatu hii mjini Istanbul. Moscow imependekeza kuendelea na mazungumzo hayo moja kwa moja. Na nikwambie, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ujumbe wa Urusi uko tayari kuwasilisha waraka maalum kwa upande wa Ukraine na kutoa maelezo ya kina kuhusu mapendekezo yao ya kushughulikia mizizi ya mgogoro huo. Lavrov amesema waraka huo umeandaliwa kwa lengo la kuonyesha msimamo wa Urusi kuhusu masuala yote muhimu yanayozuia kupatikana kwa suluhu ya kudumu. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov amethibitisha kuwa nchi yake haipingani na mazungumzo zaidi, lakini akasisitiza kuwa waraka huo unatakiwa kuwasilishwa mapema ili maandalizi ya mazungumzo yao ya maana na yenye tija. Amesema Ukraine iko tayari kwa usitishaji vita kamili na usio na masharti, na kwamba waraka huo unapaswa kuwasilishwa kabla ya ujumbe wa Urusi kuondoka. Umerov pia amelaumu Moscow kwa kuchelewesha mchakato huo, huku akiongeza kuwa mazungumzo yoyote yajayo ni lazima yalete matokeo ya kweli. Mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine yalifanyika kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2022 kwenye kikao cha katikati ya mwezi Mei kilichofanyika Istanbul, ambapo mafanikio pekee yaliyoripotiwa ni kubadilishana wafungwa wapatao 1000 kwa kila upande. Kwa sasa Ukraine imekubali pendekezo la Marekani la kusitisha vita kwa muda wa siku 30 kama msingi wa kuanzisha mazungumzo mapya. Hata hivyo, Urusi inaendelea kupinga pendekezo hilo na kusisitiza masharti yake ya muda mrefu, yakiwemo kuitaka Ukraine kujiondoa kijeshi na kurudi katika ushawishi wa moja kwa moja wa Moscow. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amezungumza kwa simu na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov, akisisitiza wito wa Rais Donald Trump wa kufanyika kwa mazungumzo ya kweli na ya dhati kama njia pekee ya kumaliza vita hivyo. Marekani imerejea msimamo wake wa kuunga mkono suluhu ya kidiplomasia, huku ikiitaka Urusi kuchukua hatua za kweli badala ya matamko ya nje bila vitendo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Umoja wa Mataifa unakaribisha kila juhudi kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric anasema kwenye maoni yake juu ya mipango ya kufanya duru ya pili ya mazungumzo ya Urusi na Ukraine huko Istanbul mnamo Juni 2. Anasema, tunakaribisha kila juhudi ambazo zitamaliza mzozo huu kwa kuzingatia sheria za kimataifa kulingana na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Dujarric aliongeza kuwa hana taarifa bado iwapo wawakilishi wa Umoja wa Mataifa watashiriki katika mazungumzo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump yuko tayari kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky, anawaambia waandishi wa habari. Nitafanya ikiwa ni lazima, Trump alisema alipoulizwa kutoa maoni yake juu ya uwezekano wa yeye kushiriki kwenye mkutano huo. Kwa wakati huu tunafanya kazi na Rais Putin na tutaona tulipo. Nadhani tunaendelea vizuri, lakini tutaona. Mwisho wa kumnukuu. Mawaziri wa mambo ya nje wa Uturuki na Urusi Hakan Fidan na Sergei Lavrov wamezungumza kwa njia ya simu na kujadiliana kuhusu hali ya makazi ya Ukraine. Chanzo katika wizara ya mambo ya nje ya Uturuki kinasema kuzingatiwa wakati wa mazungumzo ilitolewa kwa juhudi za hivi karibuni za kumaliza vita nchini Ukraine, mtu huyo alisema. Vile Urusi inahitaji mbinu za kisheria ambazo zitahakikisha kwamba mgogoro wa Ukraine hautarejea. Tatiana Dovagalenko, mkuu wa idara ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa ushirikiano na Afrika, anasema upande wa Ukraine unafahamu msimamo wetu kwamba suluhu la mwisho na endelevu la mzozo huo linawezekana tu kupitia uondoaji kamili na usioweza kutenduliwa wa visababishi vyake vya msingi. Tunahitaji mikataba ya kuaminika inayofunga kisheria na taratibu zinazohakikisha maslahi ya kimataifa au kitaifa, ikiwa ni pamoja na usalama na kuzuia mgogoro, alisema wakati wa mkutano kwa wajumbe wa Afrika kwenye mkutano wa 13 wa kimataifa wa wawakilishi wakuu wanaohusika na masuala ya usalama. Vile vikosi vya vifaru vya kundi la vita la Urusi kusini vimeangamiza ngome 2 za Ukraine kwenye eneo la Kramatorsk katika Jamhuri ya watu Donetsk, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Kulingana na wizara hiyo, waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za FPV walishambulia lori 2 za jeshi la Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile jeshi la Ukraine limepeleka vitengo vya mechanized, mashambulizi ya anga, ulinzi wa ardhi na walinzi wa mpaka kwenye eneo la mstari wa mbele wa Sumi, chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema. Vile kwenye uwanja wa kivita, mifumo ya ulinzi wa anga imezuia shambulio lingine katika maeneo ya Urusi na ndege zisizo na rubani za Ukraine tangu saa 8 mchana saa za Moscow
Mnamo Mei 28, walinzi wa anga wamekamata na kuharibu droni 48, wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema. Maswali yanabaki, lini vita hivi vitaweza kufika mwisho? Kwa sababu kwa namna ambavyo vinaonekana kuendelea, vinaonekana kama njia inakwenda salama, lakini inaonekana kusuasua kwa sababu ya kile ambacho kinaonekana. Kwa mfano, hivi karibuni kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, yeye na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wameridhia kuweza kutengeneza makombora ya masafa marefu, makombora ambayo yeye mwenyewe kwa kauli yake anadai Ukraine atakuwa huru kuyatumia kushambulia maeneo ya ndani ya taifa la Urusi. Na Ujerumani huyo ni moja pia ya mataifa ambayo yapo yakiendelea kuichochea taifa la Urusi liweze kusitisha vita kwa siku 30, kitu ambacho Urusi anaona tayari ujamaa yuko bias, kwa hiyo siwezi kumsikiliza. Kwa hiyo sasa hivi mtu pekee ambaye amebaki anasikilizwa na Urusi ni Marekani kupitia kwa rais wao huyu wa sasa Donald Trump, ambaye ameonekana tangu alipoingia madarakani alikuwa ananuia kutafuta amani, na mpaka sasa hivi anaendelea, licha kwamba kuna wakati Umoja wa Ulaya wanamvuruga, anatoa kauli za kichochezi, na kuna wakati akili yake inarudi, na kuna wakati anasimama yeye kama yeye, lakini yote kwa yote lengo kuu ni kuweza kuleta amani. Na nikwambie, endapo Donald Trump atafanikisha amani baina ya mataifa haya mawili, Urusi na Ukraine, basi itakuwa ni kufeli kwa NATO. Kwa hiyo Ulaya walichoamka ni kwamba amani ikiwepo wao watakuwa wamefeli. Kwa hiyo hawana nia ya 100% kutaka amani iwepo baina ya Urusi na Ukraine. Kuwepo kwa amani ina maana wao mbinu zao zitakuwa zimefeli, na itakuwa ni anguko lao hasa katika ule mwendelezo wa kuendelea kutawala dunia. Maanake moja ya nchi nyingi sana ambazo zipo kwenye ule Umoja wa Ulaya, asilimia kubwa zimeanza kuanguka kwenye maeneo ambayo walikuwa wanatawala, hususan ndani ya bara la Afrika ambalo China pia analipambania na Urusi pia analipambania. Kumbuka Ufaransa pia analipambania, Brazil analipambania. Kila mtu anafanya Afrika ni moja eneo la shamba la bibi. Kwa hiyo endapo vita hivi ushindi utaangukia kwa Putin, basi NATO atakuwa wamefeli vibaya mno. Lakini unaweza kujiuliza, mbona Marekani yupo NATO lakini yeye hawazi hilo? Ni kwa sababu hili alikuwa wazo lake, hili lilikuwa ni wazo la baadhi ya viongozi wengine wa Umoja wa Ulaya. Yeye aliamua kuingia hapo kwa ajili ya kumdhoofisha Urusi, lakini ilikuwa ni chini ya Biden. Lakini Donald Trump anachomlaumu Biden ni namna ambavyo aliingia kutaka kumdhoofisha Urusi. Njia aliyotumia anasema haikuwa sahihi, kama alikuwa na lengo la kumdhoofisha Urusi. Alifeli na vita hivi vikaingia ambavyo vimeua watu wengi sana. Kwa hiyo endapo lolote likatokea, Marekani haina shida kwenye athari yoyote, manake yeye ndani ya NATO ni kama mfanyabiashara tu mkubwa, ni kama moja tu ya wafadhili ambaye anaangalia upande wa maslahi tu yake yaweze kufaulu, hayo mengine anawaachia. Mambo yatakwendaje? Endelea kukaa nasi. Shukrani kwa baba ya Vita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.